Kwa sasa hivi mambo sio shwari kabisa, na ijapokuwa swala hili linahuzunisha sana kwa upande wa Wema Sepetu pamoja na Whozu, lakini kuna funzo moja sana la muhimu ambalo bila shaka kwenye hii video utalipata kuhusiana na hili tukio ambalo limeweza kuwatokea Wema Sepetu pamoja na Whozu, wakati ambao ilitakiwa wawe wanafurahi zaidi, alafu mwisho wa siku moja ya kitu cha ajabu zaidi kinakuja kutokea katika wakati ambao hawakuwa wanaamini kwamba moja watu wa karibu wangeweza kufanya kitu cha namna ile pale. Sasa bila shaka inawezekana ukawa huelewi na unajiuliza kuna nini hasa ambacho kimeweza kutokea mpaka kupeleka huzuni kutawala kwa upande wa Wema Sepetu pamoja na Whozu, ijapokuwa halizuii furaha yao kuwa kubwa zaidi. Mimi naitwa Gabby Official, tuanze moja kwa moja na nikapate kukusanua kuhusiana na kila ambacho kimeweza kuhappen, alafu tutakuja kuniambia kuniachia maoni yako kwamba wewe unadhani kwamba hili swala linaweza kuwa limefanywa na mtu wa karibu au pengine wanajaribu tu kuhisi. Sasa kuna mengi zaidi ambayo mimi nitakuwa nakusogezea hapa uweze kufahamu kile kitakachokuwa kinaendelea. Kwa hiyo kufanya hapo chini hii video kuna neno limeandikwa subscribe. Kwa wewe ambao ulikuwa bado hauja-subscribe na ni mara yako ya kwanza kujoin na sisi hapa, bonyeza hilo neno limeandikwa subscribe hapo chini. Baada hapo like video, kisha kwenye sehemu ya comment utakuja kuniachia maoni yako kuhusiana na kila ambacho naenda kushare nawe hapa kuhusiana na issue nzima sakata la kuhusiana na Wema Sepetu pamoja na Whozu. Mimi naitwa Gabby Official na hii ni Bongo Vibe. Sasa tumeona mengi zaidi yanazidi kuhappen kwa upande wa Wema Sepetu pamoja na Whozu, lakini kubwa zaidi ni sakata ambalo of course limetokea Wema na Whozu katika kipindi ambacho hata wenyewe wamebaki na mshangao na kujiuliza, kwa hiyo watu waliokuwa wanawaamini wanaenda kuwachomesha kwa kiasi kikubwa namna hii. Sasa issue kubwa ni hivi, tunafahamu kulikuwa kuna trend ya hizi taarifa ambazo zinazidi kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba Wema Sepetu hajajifungua, kuna namna ambavyo ameweza kufanya mambo ya hapa na pale kwa ajili ya kupata mtoto, lakini yeye hana uwezo wa kuzaa mtoto. Haya ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea kuzungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii, japokuwa wamezidi kuaminisha sana kitu ambacho bado watu wameshindwa kabisa kuamini kuhusiana na ukweli huu, japokuwa kuna wengine wameamini. Sasa wakati ili sakata inaendelea, kuna wale watu wa karibu ambao tulikuwa tunajua walikuwa karibu sana na Wema Sepetu. Wengine ni mabesti zake, wengine ni marafiki zake na Whozu, wengine walikuwa ni watu ambao walikuwa wamepewa nafasi ya kuweza kufanya kazi, maybe kuwapiga picha nini na vitu kama hivyo. Sasa kilichotokea na cha ajabu zaidi na cha kusikitisha ambacho kimewafanya Whozu na Wema wahuzunike ni kwamba inasemekana kuna mtu wa karibu kabisa ambaye alikuwa ni mmoja tu ambao waliaminiwa sana, ambaye ndio sasa hivi inasemekana anahusika kwa kiasi kikubwa sana katika kusambaza taarifa za kwamba Wema Sepetu hajajifungua kwa njia ya kawaida. Yaani Wema Sepetu hajajifungua kama vile ambavyo watu walikuwa wanamaanisha ama watu walivyokuwa wanaaminishwa, kitu ambacho kimepelekea sasa huzuni kwa kubwa zaidi kwamba mtu ambaye walikuwa wanamwamini kabisa, alafu mwisho wa siku anakuja kuvujisha taarifa kama hizi ambazo hazina uhalisia kutokana na wao, na ndio maana imepelekea huzuni kuwa kubwa zaidi. Sasa kitu gani cha kujifunza hapa kikubwa ni kwamba inawezekana uko unaamini watu wengi sana. Kuna watu wako ambao unaamini these are blood friends, alafu mwisho wa siku hao ndio watakuja kukudisappoint, hao ndio watakuja kukuchomesha, tena kukuchomesha kwa kitu ambacho hakina uhalisia. Imagine. So hajatajwa jina mtu mpaka sasa hivi kwamba ni nani, lakini hizi ni taarifa ambazo zina trend sana, ijapokuwa inasemekana ni mtu wa karibu ambaye anatumika kuvujisha hizi taarifa, na ndio maana watu wengi wametokea kuamini sana hiki kitu ambacho inasemekana hakina ukweli na uhalisia. Sasa comment yako ni ipi kuhusiana na hili? Unadhani labda huyo mtu anaweza akaa tu anatafuta namna ya kumchafua Wema Sepetu, au kweli pengine huyo mtu kaona uhalisia na ndio ameamua kuvujisha na vitu kama hivyo, watu waendelee kujua ukweli? Comment yako ikihusika hapo chini komentisha sana, ila muhimu zaidi usisahau kusubscribe hapa kwa ajili ya kupata updates kwenye video zijazo.